Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Al-Bayan Online TV, karibu tena hapa. Tumemaliza na tumekamilisha ibada ya Eid al-Fitri. Natamani tuweze kuzungumza na Sheikh wa mkoa wa Dodoma mambo mengi mazuri kusana siku hii ya leo. Kuswali jambo moja, kufunga jambo moja, je, unafuata utaratibu wa siku hii ya leo? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Sheikh, tumejipinda kukamilisha ibada ya funga, lakini inapofika siku ya Eid kila mmoja huwa anaadhimisha kwa jinsi ambavyo anavyotaka yeye, lakini kuna baadhi ya watu vile vile huadhimisha kwa mazoea yao. Maadhimisho sahihi ya kisheria yapoje? Karibu. Maadhimisho sahihi ya kisheria ni yale yanayofuata sheria, kwa sababu almuslimuna ala shuruti, waislamu wapo katika sharti zao, ma lam yuhallilu haraman wa ma lam yuharrimu halala. Ndio kwamba jambo la halali hawajalifanya kuwa la haram na la haram kulifanya kuwa la halali. Kwa hiyo maadhimisho bora na mazuri ni yale yenye kufuata taratibu na sheria yetu ya dini ya Kiislamu. Tunawahusia waumini tunapotoka, kama tulivyozungumza katika khutba yetu ya salatul Eid, kwamba kwanza kabisa watu twendeni tukayaishi yale yote mema tuliyofanya katika kipindi kizima cha mwezi mzima, mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukayaishi kwa vitendo. Ionekane ni wanafunzi waliopata semina elekezi kisha wakaelimika. Kuelimika ni kwenda kutumia ile elimu mlioipata katika kipindi cha semina, au mlioipata chuoni kwa sababu Ramadhani ni chuo, au mlioipata darasani. Sasa ukienda kutumia vingine, itakuwa wewe ni mwanafunzi rasmi, mwanafunzi uliofeli, huna jambo, hujatimiza credit. Kwa hiyo wewe umefeli, na bora ufeli uwe umefeli kufeli kwa duniani, lakini kuliko kufeli akhera, ambapo mwenye kutia maksi ya matendo yako ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatafsirika vipi yule ambaye, au dini inamtafsiri vipi yule ambaye alikuwa anajipinda na kweli amekamilisha ibada, lakini amekengeuka au akaja kukengeuka? Hii ipoje? Hii inakwenda, Mwenyezi Mungu anasema mkitenda mema alafu baadaye mkaja kutenda yale maovu, yanafuta mema mliyotenda. Kwa sababu namna inavyotakiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, ittaqillaha haythu ma kunt, mche Mwenyezi Mungu popote utakapokuwepo, wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha, nafuatisha lile baya ulilolitenda, sasa badala yake utende jema. Sio utende jema afu baadaye utende baya, kwa sababu ukitenda baya afu baadaye ukaja ukatenda lile jema, tamhuha, lile jema litafuta lile baya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ishini tangamaneni na watu kwa tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo nasaha na usia wangu kwamba tukaendeleze yote yale mema, tusije tukayafuta mema tuliyofanya katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tukayafuta katika kipindi kingine kilichokuwa cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutakuwa tumefanya bure sawa sawa na hamna kitu. Tunazungumza na Alhaji Dr. Mustafa Rajab Shaban kwenye msikiti wa Gaddafi mara baada ya kukamilisha salatul Eid al-Fitri siku hii ya leo. Tukamilishe kwa salamu zako wana Dodoma, waumini kwa ujumla wake, viongozi wa dini wote ambao wanafanya nao kazi BAKWATA Dodoma. Nawatakia salamu za Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum wa ghafarallahu lana wa lakum wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tunamtakia Eid Mubarak Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tunatakia Eid Mubarak serikali yetu pendwa, sababu hubbul watani iman, kupenda nchi yake ni katika imani. Lakini tunamtakia Eid Mubarak Mheshimiwa Mufti na Sheikh wa Tanzania Daktari wetu Sheikh Abubakar bin Ali Mbwana. Lakini tunatakia Eid Mubarak BAKWATA Tanzania nzima, lakini haswa mkoa wa Dodoma, waumini wote, viongozi wote wa baraza, viongozi wote wa serikali na Waislamu wote na waumini kwa ujumla wake wa waume, tunawatakia Eidhum Mubarak. Kuna ile hali tukamilisha neno kidogo, mtu akikwambia Eid Mubarak, mtu mwingine anasema minal faidina, ukiona sina, usije ukiniona kimya ujue sina. Unapoambiwa Eid Mubarak ujibu nini? Au unapoambiwa Eid Mubarak useme taqabbalallahu minna wa minkum.
swalihan amal. Yani Mwenyezi Mungu hii ile Eid Mubarak maana yake ni dua kwamba nakutakia Eid njema, Eid yenye baraka. Mtu anakutakia mwambie takabbalallahu minna wa minkum, Mwenyezi Mungu atukubalie sisi na nyinyi. Maana yake sasa umeambiwa salamu alaykum na itikia wa alaykum salam. Sasa vile vingine vionjo na manjonjo ukiona kimya ujue sina, hii tunaita ni vimbwanga tu. Kusoma kuelewa, lakini vingine ni mbwembwe. Asante, Eid Mubarak. Asante mtazamaji, shukrani sana.